sasa hivi hata yani malezi yale ya kijamii ya zamani ile yameweza kuisha. Sasa kuna eneo ambalo watu linawashinda kabisa kwenye malezi. Mtoto kwa mfano mtoto akianza kutoka kama mtoto wa kiume miaka 10 kwanza miaka 11 miaka 11 muda ule sitaongelea huko mwanzo kwa sababu viongozi walishaongea. Muda ule mtoto anaanza kujitafuta, anaanza kujiona wewe mimi ni nani. Utafuta mtoto kafika pale nyumbani, na ili labda wazazi wanisikize vizuri, ndio tunapokosea. Mtoto unakuta mtoto wa kiume, wewe una nyumba una tiles una nini, yeye kakuta kaja kajenga kibanda chake hapo. Mtoto wa kiume yani automatic katoka huko na matakataka yake, wewe unaita matakataka. Yeye kwenye akili yake anaona hiyo ni nyumba, ndo gorofa lake hilo, wewe unaona ni matakataka. Mtoto wa kike kaleta vitu huko, wewe unajua vitu nyumbani, ana matambara kakatakata, anakuambia ni mtoto wangu mimi nimemlaza hapa. Sasa kwa au anapika pale anachafua. Sasa kwa sisi wazazi wa sasa hivi, kwanza nyumba yako unazulia milioni 1 na nini na masofa, mtu analeta ujiki vile vitu vile. Sasa inabidi we kama mzazi kwanza tambua kwamba unavyoona thamani ya zulia lako na makochi yake na vile ndio vitu vyake, ndio vitu vya msingi. Jua namna ya kwenda na mtoto wa kiume. Kama unaona anapenda sasa, wewe unamboreshea. Utaona yeye anakuambia, anachukua kitu anaweka sema ni kuku wangu, lakini ni jiwe. Wewe sasa msaidie kujenga banda kwa pamoja. Na hata ukitafuta fundi, mwambie washirikiane pale kujenga, aweke kuku wake. Hapo na mfugaji. Mwingine utaona anatengeneza bwawa tu, anataka kufuga, sasa mimi nataka kufuga samaki. Mwenzangu mpaka yani sasa wewe kwa sababu una ukisasa, lakini yeye pale yani anawaza, anaona samaki, anaona ziwa pale. Mtoto wa kike, tena mtoto wa kiume kwa sisi wa baba, utaona wanaanza kubishana. Hata na mama mnaanza kubishana, anakupandisha kibesi. Sasa wewe usione kama huyu mtoto labda kaanza dharau, ndo makuzi haya anakuwa automatic, yani katao usikatae. Mtoto binti, nyie ni wafikiri wazazi mtanielewa. Binti utaona utafika mke mwenzio vile, yani mnabishana mpaka tababa ndo atie mdomo wake. Amekuwa jeuri siku hizi. Mnabishana yani, sasa ile mnatakiwa mkae weka baba na mama mjue. Sasa tunaenda shauri ya nini, mnaendaje? Ndio maana wengine sasa, na mimi nashauri kabisa tukao tunaenda, wengine wanachukua mtoto apeleka kwa shangazi, alikuwa anajua namna kumtiti ile mtoto. Ulizeni malezi, watu wafundishe malezi, binti atakiwa alelewe. Kwa sababu mwisho wa siku wewe yeye anaona yeye yuko sahihi na wewe pia na wewe uko sahihi. Yeye ana simu yake, anaona mama anaangalia kwenye simu, ni ya msingi sana. Wewe mawazo yako na simu inampotosha. Kwa hiyo inabidi mweke kikao cha kukubaliana. Wewe mtoto akuelewe kama unapomkataza simu, umpe sababu azielewe. Sio unamkuta na simu nampiga. Yeye ataenda kwa mtu, ndo sasa inakuja ndiko ataenda kwa mtu, atampa simu. Ataona huyu ndo ananipenda kuliko nani? Kuliko mama. Kijana ataenda, kijana wako wa kiume ataenda sehemu, wewe sababu unaona mtoto anatoka kucheza mpira. Saa 1 hajafika ndani. Yaani sasa kwanza anashangaa, mimi baba ananikatazaje? Mbona kama mimi mwanaume, sio unanielewa? Hiyo sasa mueleweshe, unajua kurudi usiku unaweza kugongwa na nyoka, hujaswali mtoto wako. Sasa mtoto hujaswali, tuombe. Na mtoto anatakiwa ajue kila kitu kinaletwa na Mwenyezi Mungu. Riziki inaletwa na Mwenyezi Mungu. Mfundishe dini, mfundishe kuomba, lakini eneo lile na mtoto anapokuja kuvunja pale eneo umri ule lika ile, kuna sehemu watoto ndio tunapowapoteza. Anapata rafiki mwingine, maisha yanaenda. Lakini kitu gani cha kuongelea muhimu sana malizia ni na maswali ya watoto. Maswali ya mtoto yanahitaji majibu. Wewe usione ni ya kijinga. Hata kama mtoto wako hakika anakuuliza mama, hii na hii, wewe toka, mambo ya kikubwa. Mpatie majibu. Na kama una majibu, tafuta marafiki zako wa kweli, mtafutie majibu. Na mtoto anaamini jibu sahihi analo mama, analo baba. Inategemea pale anaelewana na nani. Lakini mtoto ataamua tu. Wewe unaweza kumwambia, ngoja rudi baba nitamshtaki. Yani sio naelewa. Zile hazitaki mama upaniki. Mlete karibu, kwa sababu usipomweka karibu kuna mtu atamleta karibu. Kile cha mwisho ambacho tunakosea wazazi, kuamini kama shule inaweza ikatusaidia kila kitu. Tuna watoto wazuri kwenye jamii, anafaulu sana masomo vizuri sana, lakini kwenye maisha ni zero. Na jamii, dada yangu, wewe hapo na mtoto wako, una watoto, una mkamwana unayemtamani, una mkwe unayemtamani, lakini hatumtengenezi. Una mtoto anapata A, chuo kikuu kapata A, mlete kwenye maisha. Anagombania dawa mswaki imeminywa kuanzia mpaka hapa, mnakesha. Kwa hiyo tunatakiwa kutengeneza watu wa aina hii. Sawa. FM.